Online TV. Uwepo wangu hapa leo unaakisi dhamira ya pamoja ya kuhakikisha kuwa ajenda ya usawa wa kijinsia inaendelea kupewa uzito unaostahili katika ngazi zote za jamii yetu. Ndugu washiriki, kauli mbiu ya mwaka huu isemayo kuimarisha usawa wa kijinsia kupitia uongozi shirikishi na uwezeshaji ni kauli mbiu yenye uzito wa kipekee na inayobeba mwelekeo wa kimkakati katika maendeleo ya taifa letu. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba usawa wa kijinsia si swala la maadhimisho pekee, bali ni msingi wa maendeleo endelevu, ni kichocheo cha ukuaji wa uchumi na ni kiini cha utawala bora. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa nchi zinazowekeza katika usawa wa kijinsia kupitia ongezeko la tija hupata ongezeko la tija katika uchumi na ubora wa maamuzi ya taasisi, jambo linalothibitisha kuwa usawa si tu haki bali ni uwekezaji wenye tija. Ndugu washiriki, nachukua fursa hii kuipongeza Chuo cha Elimu ya Biashara kwa juhudi zake zinazoendelea kuimarisha usawa wa kijinsia kupitia sera, mifumo na programu mbalimbali zinazotekelezwa kwa vitendo. Na tumemsikia profesa hapa akisema programu mbalimbali ambazo zipo na endelevu zinazoendelea kuboresha ishu ya jinsia kwa vitendo. Kutokana na maelezo yaliyotolewa na uongozi wa chuo, ni wazi kuwa kuna hatua madhubuti zimechukuliwa katika kuimarisha ushiriki wa wanawake katika uongozi, kuboresha mifumo ya ushauri na saha kwa wanafunzi, pamoja na kuanzisha na kuimarisha dawati la kijinsia katika kampasi zote. Hatua hizi zinaonyesha wazi kuwa chuo kimeamua kuwa kinara wa mabadiliko kwa vitendo na si kwa kauli pekee, jambo ambalo linapaswa kupongezwa na kuigwa na taasisi nyingine. Naomba tumpongeze mkuu wa chuo na taasisi zote zilizoko chini ya chuo. Ndugu washiriki, katika muktadha mpana wa kitaifa, Tanzania imepiga hatua katika kuimarisha usawa wa kijinsia hususan katika sekta ya elimu. Takwimu zinaonyesha kuwa katika elimu ya msingi usawa wa kijinsia umefikiwa kwa kiwango kikubwa, ambapo zaidi ya 50% ya wanafunzi wanaoanza darasa la kwanza ni wasichana. Hata hivyo, katika elimu ya juu, takwimu zinaonyesha kuwa wanawake bado wanachangia takriban 40 hadi 48 ya wanafunzi wote, na katika baadhi ya fani za sayansi na teknolojia uwiano huu hushuka zaidi. Maadhimisho ya mwaka huu dhima inasema kuimarisha usawa wa kijinsia kupitia uongozi shirikishi na uwezeshaji, na CBE tunajivunia kwa maendeleo makubwa ambayo tumekuwa tukifanya kuanzia level ya wanafunzi mpaka kwenye management katika kuhakikisha kwamba tunashirikisha, na ushirikishaji mkubwa umekuwa kufanyika kwenye level ya uongozi, lakini pia kutoa fursa kadhaa kwa wanafunzi na walimu pia na watumishi wote katika kuhakikisha kwamba tunaboresha kwenye hilo suala. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chuo cha Elimu ya Biashara kuanzia mwaka 2023 tulizindua sera ya miaka 50 ya chuo, yani CBE Vision CBE that we want 2075, ambayo imejikita sana kuhakikisha kwamba tunaimarisha mambo ya usawa wa kijinsia, na imekuwa ni sehemu kubwa kuhakikisha kwamba baada ya miaka 50 tukija kuangalia CBE inakuwa ni ile CBE ambayo tunaitegemea na tunaitarajia ikiwa imeimarisha zaidi kwenye level ya udahili, kwenye level ya watumishi, kuhakikisha kwamba mambo ya dhana ya ujumuishi inazingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha kwamba dhana ya ujumuishi inazingatiwa, CBE imekuwa na miongozo na sera mbalimbali kuhakikisha kwamba utoaji wa elimu, uongozi na huduma mbalimbali zinazingatia mambo ya jinsia. Na hii yote imekuwa inachangia zaidi hata kwenye visibility na ranking ya chuo
tukiangalia kwenye ranking zetu katika miaka mitatu tofauti, 2023 mpaka sasa hivi, chuo kilishika nafasi ya 7 2023, 2024 na 2025 ilishika nafasi ya 8 kwenye mtandao wa Hadi Scientific Index. Hiyo inaonyesha kwamba chuo kimekuwa kikifanya vizuri katika sekta ya ujumuishi, lakini katika nguzo zake tatu, yani taaluma, tafiti na ushauri wa kitaalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chuo cha Elimu ya Biashara kina sera ya masuala ya jinsia ya mwaka 2022 ambayo imekuwa inazingatia mawanda mapana kuhakikisha kwamba udahili na mambo yote yanayojumuisha wanafunzi yanazingatia mambo ya kijinsia, usawa wa kijinsia, lakini pia na watumishi pia wamekuwa wakiongozwa kwa huo mwongozo kuhakikisha kwamba masuala yote tunayofanya kuanzia recruitment mpaka kusomesha watumishi yanazingatia mambo ya kijinsia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa hivi Chuo cha Elimu ya Biashara kina watumishi 524 na 79 wako masomo ya juu, yani level ya masters na level ya PhD, na tumekuwa tukifanya hivi ili kuhakikisha kwamba wanataaluma wote wanaoajiriwa wanaenda kupata elimu ya juu. Kama inatoa ndani ya chuo wamekuwa wanapata masters hapa, lakini tumekuwa tunapeleka vyuo ndani na nje ya Tanzania, na hawa watumishi nao wataja 7 tu ndo wanasoma masters hapa ndani ya Chuo cha Elimu ya Biashara, lakini wengi wako vyuo vingine vya elimu hapa Tanzania, lakini na vyuo vingine ambavyo tuna mashirikiana nao kule China kama Southern Western University of Finance and Economics, University of Eastern Finland, St. Petersburg University pamoja na vyuo vingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha kwamba gender inakuwa inclusive, yani masuala ya kijinsia yanakuwa inclusive kwenye curriculum yetu, mwaka 2022 tulifanya tracer study na ilituelimisha mambo mengi. Ilituambia kwamba 1/3 of our students wanaajiriwa na 1/3 wanajiajiri wenyewe. Na ile pia iliweza kutuambia kwamba mambo ya gender yanatakiwa yawe included kwenye content zetu. Kwa wakati tunarejea, tulihakikisha mitaala yetu inakuwa gender sensitive, ambayo tumeweza kuifundisha kuanzia 2023. Inajumuisha mambo yote ya teknolojia, masuala ya ujasiriamali yanafundishwa kwenye mitaala yetu yote, na mambo mengine kama professional ethics ambayo tunajua pia ni changamoto tukienda kule kwenye soko la ajira. Kwa hiyo tumeyaweka kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wana professional kwenye kila professional course wanajifunza yale mambo ya kimaadili yanayohitajika kwenye ile program. Lakini yale marejeo ya mitaala yetu yalitusaidia kuhakikisha kwamba tunaanzisha program ya tamizi za biashara. Kwa tangu 2022 tulianzisha hiyo program na tumekuwa tunaitangaza. Wale wanafunzi wenye mambo ya ubunifu au ndoto za ujasiriamali wamekuwa wanaleta zile bunifu zao na tunazilea ili waweze kufanya biashara wakiwa ndani ya mazingira ya chuo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka huu wa 2025-26 jumla ya wanafunzi 301 wameingia kwenye hiyo program, ambako 197 kwa kwenye hatua ya awali, yani bado wana zile business prototype. Wengine 63 wako hatua ya uendelezaji, yani wanaendeleza zile prototypes zao. 41 wako kwenye hatua ya mwanzo wa vitendo, tayari sasa wameanza kuingia kwenye kufanya zile biashara zao. Asante. Kwa majina naitwa Isa Adam Matondo, ni rais wa serikali ya wanafunzi Chuo cha Elimu ya Biashara CBE. Binafsi napenda kuelezea siku ya Gender Day. Ndugu waandishi wa habari, kwanza kabisa tuweze kutambua mgeni rasmi ambaye ametoka Buma, ameweza kuelezea mambo mengi juu ya hafla hii ya Gender Day. Na kauli mbiu ya tukio hili inasema ni usawa wa kijinsia kupitia uongozi na elimu shirikishi. Watoa mada walikuwa ni wengi, wameweza kuelezea vitu vingi juu ya gender, kwa maana ya kuweza kubalance kuanzia uongozi, kuanzia elimu, promotion pamoja na vitu vyote katika usawa. Mimi kama rais wa serikali ya wanafunzi pia naunga mkono na support jitihada zote za serikali pamoja na uongozi wa chuo katika swala zima la usawa wa kijinsia. Na hii inatupa matumaini kwamba jinsia ya kike pia wanakuwa motivated, na tunatakiwa kuwa support katika kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa, ili tuwe na usawa wa maamuzi na tuwe na usawa wa kila kitu. Tunaamini kuwa serikali yetu pia ina support usawa wa kijinsia kuanzia kwenye ajira, elimu pamoja na uongozi. Hivyo nipende kuwashukuru Chuo cha Elimu ya Biashara CBE wakiongozwa na Madam Profesa Eda Tandiroga kwa mchango mkubwa na nguvu kubwa wanayoitumia kuhakikisha usawa wa kijinsia na uongozi unapatikana. Na sisi kama serikali ya wanafunzi pia tunahakikisha
jinsia zote zinaweza kuwa na uongozi na tunaweza kuwapa influence ya kuweza kuwania katika nyadhifa tofauti tofauti. Tunao mawaziri wa kike, tunao viongozi kutoka judicial organ wa kike, lakini pia watu wa tume ya uchaguzi wapo pia wa kike, lakini pia bila kusahau muhimili wa bunge nao unao viongozi wa kike, na kwa sababu ni ajenda ya taifa, wote tunachukua kama jukumu letu kuhakikisha usawa katika uongozi shirikishi, na sisi kama wanafunzi wa serikali ya wanafunzi CBE tunatambua ni muhimu na tutajitahidi kusapoti mambo haya kwa usawa. CBE for business success. Asanteni sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.